kwa mtu ambaye hakufika kwa wakati eneo la tukio. Msiba huu ni mkubwa, umeleta simanzi, umeleta hasira, umeleta huzuni. Hatujui kwa sababu tuko ndani ya kitendawili. Kila mtu anaongea jambo lake analojua kwa tukio aliloliona pale nyumbani. Ndugu zangu, kupotelewa kwetu kwa mwalimu wetu ni jambo ambalo limetustua sana kama waamini na waumini wa kanisa Katoliki. Tumebaki na hali ya sintofahamu kwa sababu mimi binafsi ni mita 20 baba askofu kutoka kwenye nyumba yangu alikokuwa anaishi mwalimu. Lakini kutoka kwenye nyumba anayoishi kuna nyumba jirani ni mita 3 tu. Mwalimu huyu amekufa kifo cha kujiona. Mwalimu huyu amepambana kama vita ndani ya nyumba yake. Tumefika na viongozi, mwalimu Tafi alikuwa pale, katibu wangu alikuwa pale, lakini pia mwenyekiti wangu alikuwa pale, na balozi ambao wote ni waumini wa kanisa Katoliki. Baada ya kuingia ndani, mwanzo nilitoa taarifa baada ya kuwapigia jeshi la polisi, nikaona simu hazipatikani, nikawafuata mimi pale. Nikamwambia jamani, naomba tuendeni haraka, kuna tukio limetokea karibu na nyumba yangu. Baada ya kuingia ndani kwenye nyumba ile, ilikuwa ni vita. Na nataka niwaambie jeshi la polisi wameanza hatua za awali. Na ndio maana baba amehubiri hapa. Hii damu itakwenda na watu, amini msiamini. Baba, nyumba hii imefunguliwa ya mwalimu, amefungua mwenyewe. Hajavunjwa nyumba mwalimu. Kana kwamba kuna mtu anayemfahamu amebisha hodi kamfungulia. Na tunasadiki kabla ya tukio hili waliongea kabisa. Yaani maongezi ya kina yalifanyika. Tunapata shaka sana. Tunakwenda wapi? Mwalimu sio mfanyabiashara. Hajihusishi na mambo yoyote ya kidunia zaidi ya kutufundisha neno la Mungu. Leo tunaacha simanzi, hata jeshi la polisi halijui. Nini maana yake? Tunataka tulisaidie jeshi lakini watu hatupo ushirikiano. Tukitoka eneo la tukio anasema tulisikia sisi huyu mwalimu anapiga kelele. Sasa ulimwambia nani? Tunafika kwenye vyombo vya usalama wanasema wanakuja, tumekuja, kaja OCD wamekuja na waandamizi kutoka mkoani. Mimi nimefanya interview na watu. Tunafika kwenye nyumba watu wanakuwa mabubu hawaelewi kitu. Sasa ushirikiano huko wapi? Tusifanye dhambi ya usaliti, tupendane kuanzia nyumbani, kanisani na sehemu yoyote tunayoishi. Mwalimu huyu kama mtu angetoa tu hata kasimu, mimi nachelewa kulala naangalia kipindi mpaka saa. Kwa hili wataalamu wanaona kama limefanyika kuanzia saa 5:30 kwenda saa 6. Maana yake nilikuwa wazi na mimi nilikuwa sijalala. Sasa ni lazima tuseme ukweli, tupendane haswa katika shida na raha. Mwalimu amepigana vyumba 4, yani wanapigana, wanapambana na watu, damu ziko nyumba nzima. Vita. Niombe ndugu zangu kwenye hili tushikamane sana. Sasa tukikaa tukisema nategemea jeshi la polisi, wale wapigi lamu, lazima mtu aanze kidogo huko anachokona kwamba mimi niliona pikipiki inakuja na nini, na ndio jeshi letu tunaanzia pale. Kwa hiyo niwaombe waumini wenzangu, kwa upendo wa dhati tupendane, lakini ni lazima kila mtu awe mlinzi wa mwenzie. Si ndio jamani? Tusibaki baadaye tunakwenda kumsindikiza mwalimu wetu ndio natoka nyuma nasema mimi niliwaona walikuwa wawili. Haitatusaidia kitu. Tuambie mapema ili tuanzie tukio hapo tulipo. Lakini pili, mimi nawashukuru baba paroko wa parokia yetu pamoja na baba msaidizi. Mlipopata taarifa mliungana nasi moja kwa moja juu ya tukio hili, kuhakikisha tunamfuata ndugu yetu pale, kwa sababu ndugu yetu walipomaliza ndani walimtoa nje wakamwacha uchi wa mnyama, kitu ambacho ni hatari. Lakini pia niwashukuru makatekista wote mliohudhuria ibada hii kwa ajili ya kuja kumsindikiza baba yetu. Masista wote mliotoka sehemu mbalimbali, lakini na parokia Mtakatifu Teresia mtoto Yesu. Naomba tusikilizane kidogo. Kwa ushirikiano mlioonyesha, lakini mapadi familia takatifu na mapadi wote mliotoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kufika kwenye parokia yetu kwa ajili ya kuja kufanya hitimisho la ibada takatifu ya kumwaga mwalimu wetu. Tangu mwanzo wa tukio mpaka mwisho,
Lakini pia nitambue uwepo wa viongozi mbalimbali wa serikali, wenye viti wa serikali ya mtaa na watumishi mbalimbali kila idara kwa ajili ya kuja kumsindikiza ndugu yetu. Mimi kama mheshimiwa diwani ninalaani, ninapinga kwa nguvu zote mauaji yanayoendelea kwenye kata yetu, halmashauri yetu ya mji wa Tunduma, mkoa wa Songwe na pia taifa kwa ujumla. Ninalaani, ninapinga mambo yoyote, mtu akikukosea anazungumzika. Viongozi wapo, wazee wapo, watawa wapo, mababa zetu wapo. Tukae chini ili tuweze kutatua changamoto ambazo zinatukabili kabla tujafanya mauaji. Lakini pia ninamshukuru OCD wa wilaya yetu ya Momba. Ametoka Momba, aliagiza vijana wake, alikuja OCS, waandamizi wote wa polisi hapa walikuja pale, tukashirikiana nao, wakajaribu kufanya na mkutano pale kwamba jamani, msiogope kutoa jambo lolote kama mmeliona, kwa sababu ni haki. Lakini kwa bahati nzuri tukiwa na mwenyekiti wangu katekista pamoja na balozi, tulikalishwa saa moja jana kujifunza sheria za jeshi la polisi, ni namna gani ukiona tukio na ni namna gani unakwenda kulitaarifu. Lakini kwa kupitia hilo OCD ameomba mwenyewe tutafanya mikutano, lakini atakuja makanisani, lakini pia tutakuwa na vikao vya ndani kwa ajili ya kuelimisha watu juu ya matukio yakitokea na jinsi ya kwenda kuripoti kwenye vituo vyetu vya polisi. Lakini pia salamu nyingi kiupekee zinatoka kwa mheshimiwa wetu DC, hayupo, yuko safarini. Nimempigia simu, tumewasiliana naye, ametoa mkono wa pole sana sana, naye amelaani na kukemea vitendo vinavyoendelea kwenye halmashauri yetu ya mji wa Tunduma, lakini hususani kata ya Kaloleni. Na haya ni matukio mawili kwa muda mfupi. Yaani hao watu wamekufa, walikuwa wanageuziana nyumba tu. Juzi tumepoteza afisa, baba askofu. Naye kapigwa bunduki. Ana maduka yake ya Mpesa. Wiki hiyo inayokwenda huko nyuma. Lakini leo amekwenda kufa jirani yake waliokuwa wanaongea pamoja. Yaani ile nyumba inaangalia huku, huyu inaangalia huku. Kwa kweli ndio maana nimesema jamani, tupendane, tujipange, kuna kitu tutakivuna hapo katikati. Lakini pia nitoe salamu za mwenyekiti wa halmashauri. Naye yuko safarini, amepokea kwa masikitiko msiba huu, lakini akaomba nimwasilishe kama mheshimiwa diwani wa halmashauri ya mji wa Tunduma ili tuweze kuongea na waamini, lakini kumsindikiza ndugu yetu katika nyumba yake ya milele. Matukio haya yamekuwa ni ya kushtukiza. Jeshi la polisi linatoa rai kwa viashiria vyovyote kwamba wao watakuja makanisani, lakini watakuwa na mikutano. Lakini leo wameniomba kwamba ukisikia fununu yoyote, hata hili tukio, wao wanalifuatilia kwa ukaribu mno. Wameomba ushirikiano, manake kuna watu wanajua kidogo, sasa wanaongelea pembeni. Tunaomba kama unashindwa kumwambia mtu mwingine, mimi kiongozi nipo, lakini viongozi wetu wa polisi wapo, unaweza kufikisha taarifa tukajua pa kuanzia. Niwaombe ndugu zangu, wanajua kwa sababu kuna mtu ameulizwa, kuna vitu vimeanza kuonekana. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano sana waamini wetu wa Katoliki. Ndugu zangu, mimi niwashukuru kwa wote mliofika hapa, mliotoka sehemu mbalimbali, viongozi wa vigango, viongozi wa parokia, baba zetu wa kiroho, mapadri, lakini pia askofu baba yetu kutoka Sumbawanga na kuja hapa kuhakikisha unahudhuria na unaendesha ibada ya kumsindikiza kaka yetu katekista ambaye amemaliza safari yake duniani kwa kulazimishwa na watu wasiojulikana. Kwa kusema haya, ninashukuru sana, ninamshukuru Mungu wa mbinguni. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu wa mbinguni awabariki. Asanteni sana. Mhashamu Baba Askofu, naomba nimkaribishe mwenyekiti wa umoja wa makatekista parokia aweze kusema neno kwa ufupi, na mkaribishe baba paroko. Mwenyekiti umoja wa makatekista, karibu.